أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Tukiwa katika mfululizo wa darsa zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhan na tukiangalia khutba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ambayo kwa kweli amezungumzia mambo mengi, mafunzo mengi ya kushikamana nayo, ya kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, yani faida na amali nyingi nzuri na bora za kuzifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na tukasema kwamba katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, mtu mbaya ni yule ambaye mwezi huu utamaliza halafu bado hajasamehewa makosa yake. Na tukasema kwamba mtu huyu tutamjua pale unapomaliza mwezi halafu ikawa maisha yake ya kabla ya Ramadhan na maisha yake ya baada ya Ramadhani hayajabadilika, hajawa mtu mzuri, hajawa mtu bora, hajawa katika mstari, si mtu wa ibada, amebakia vile vile tariku sala, amebakia vile vile mtu wa kutenda maasi. Huyu atakuwa bado hakuupata msamaha ule ambao Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameuzungumza. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anaendelea kusema, wadhkuru biju'ikum wa atashikum fihi ju'a yawm alqiyama wa atashi. Na mwezi mtukufu wa Ramadhan, mnapokuwa na njaa na mnapokuwa na kiu mchana, jua kali, anasema hivyo visikusumbueni. Hebu ikumbukeni ile njaa mnaoambiwa itakuwepo siku ya Kiyama katika kisimamo ambacho kabla ya kutolewa hukumu watu watakuwa na hali gani, kabla ya kupelekwa magurupu ya peponi na motoni, watu watakuwa katika hali gani? Ikumbukeni njaa ile, ikumbukeni kiu ile ya siku ya Kiyama ambao jua litakuwa liko karibu mno na ardhi itakuwa imebadilika, sio ardhi ile yenye mchanga tunaoizoea. Hali itakuwaje? Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatutaka tunapokuwa na kiu, basi tujue kwamba hii ni mfano tu wa kiu ambayo tutakuwa nayo siku ya Kiyama, lakini la njaa vile vile. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya nyingine anatuambia kwamba kuna mambo sita haya akishikamana nayo mtu ambaye mwenye kufunga, akiyadhibiti vizuri, mtu huyu kwa kweli atasamehewa madhambi yake. Sittatu khisal ani nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala inna man tamassaka fi shahri Ramadan bi sitti khisalin ghafara Allahu lahu dhunuba. Mwenye kushikamana na mambo sita, mwenye kushikamana na mambo sita katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi mtu huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake. La kwanza, an yahfadha dinahu, aihifadhi dini yake, asije akaiuza dini yake kwa ajili ya dunia. An yahfadha dinahu, jambo la kwanza ambayo katika mambo sita ambayo mtu anatakiwa ashikamane nayo na iwe ni sababu ya kufanikiwa baada ya mwezi wa Ramadhan. An yahfadha dinahu, aihifadhi dini yake, asije akauza dini yake kwa ajili ya dunia, akarubuniwa akawa yuko tayari kutoka katika mstari wa dini kwa ajili ya jambo dogo tu la kidunia. Kwa jambo la kwanza la kushikamana nalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema an yahfadha dinahu, aihifadhi dini yake. Dini ndio kila kitu. Kuhifadhi dini, mkweli, ibada zake anazifanya, an yahfadha dinahu. La pili katika mambo sita ya kushikamana
katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wayasuna nafsahu, ailinde nafsi yake, aihifadhi nafsi yake, aikinge nafsi yake, kwa sababu tunajua inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, hakika ya nafsi siku zote inampeleka mtu katika maovu, inamwelekeza mtu katika maasi. Kwa hiyo ahakikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan anailinda nafsi yake na maovu, anailinda nafsi yake na maasi. Amuombe Mwenyezi Mungu amsaidie. Unajika ya mawjuda fi kulli makani la'allaka tasma'u nidai faqad adhma jurmi wa qalla hayai maulaya ya maulaya ayyal ahwalu atadhakkaru wa ayyaha ansa walau lam yakun illa almautu lakafa kaifa wama ba'da almauti a'dhamu wa adha maulaya ya maulaya hatta mata wa ila mata aqulu laka al'utba marratan ba'da ukhra thumma la tajidu indi sidqan wala wafa. Amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlinde, amsaidie, amstiri, kwa sababu nafsi hii kupambana nayo ni nzito, ni ngumu. Mtu umeishi katika maovu miezi 11, kutoka katika ile hali ya maovu yale ya mwezi 11 si jambo lile mama. Mtu ambaye ulikuwa huingii msikitini, sasa uingie msikitini vipindi vitano, uswali salatul laili, uswali tahajjud, usome Qur'an. Mtu mwaka mzima hujakamata Qur'an, hujaisoma. Ni mambo yanataka bidii, yanataka usaidizi wa Mungu. Kwa hiyo jambo la pili katika mambo 6 ya kushikamana nayo, aihifadhi nafsi yake. Lakini la tatu muhimu ambalo litatusaidia, wayasilu rahimahu. Mtihani mzito katika hili, aunganishe familia yake, aunge udugu. Wayasilu rahimahu, aunganishe familia, awe karibu na ndugu zake mwezi mtukufu wa Ramadhan. Unyanyue simu, pengine kuna ndugu yako huko anafunga hana iftari, kuna baba yako anafunga hana iftari, kuna ami yako anafunga hana chakula, kuna shangazi yako hajui anaftari nini, kuna ndugu zako analala njaa, kuna kaka zako hajijui. Lazima mwezi wa Ramadhan, kama huna simto kuwasiliana, basi ufanye bidii mwezi mtukufu wa Ramadhan, ayasila rahimahu, uwaunge ndugu zako, uwe karibu sana na ndugu zako. Una uwezo wa kuwafutarisha ndugu zako mwezi mzima, wafutarishe, waite nyumbani waje kufutari. Kuwa karibu na familia yako, kuwa karibu na wazazi wako, kuwa karibu na ndugu zako, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Yani mtu kama ataamua afunge vizuri, asimame laili, lakini akawa hana habari na ndugu zake, hizo funga hazina faida. Huna habari na babako anakula nini, anavaa nini, huna habari na mama yako anakula nini, anavaa nini, halafu unasema wewe unafunga. La. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tukbalu salatu qati'ir rahim, swala, ibada za mtu mwenye kukata familia yake, ibada zake hizo zikubaliwi, bali ana laana ya Mwenyezi Mungu juu. Mtu ambaye ataikata familia, atakata udugu. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama analitilia mkazo hili katika mambo 6 ambayo atakufanya wewe usamehewe madhambi yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wayasilu rahimahu, kuunga udugu, kuwa karibu na ndugu zako, kuwa na ndugu na jamaa zako, kuweka mawasiliano ya karibu. Lakini angalia la ajabu, wala yuudhi jarahu, vile vile hamuudhi jirani yake. Wala yuudhi jarahu,
Sio unafunga alafu ukutwa na ugomvi na jirani yako, huelewani naye, mara umemwagia maji machafu chini ya mlango wake, mara umefungua redio sauti kubwa, hata akikwambia bwana, mbona kero imekuwa tuna mgonjwa, huelewi. Somo yako itakuwa haina faida. Wala yuudhi jarahu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema majirani zake pia hawaudhi. Majirani zake hawakasiriki kwa ajili yake, hawapati matatizo kwa ajili yake. Lakini vile vile wayar'a ikhwanahu, anawasimamia. Yar'a, anawachunga ndugu zake. Ndugu zake anawaangalia, anawachunga, anawasimamia. Mungu amemfungulia riski, basi anahakikisha kwamba na ndugu zake wanaftari vizuri mwezi mtukufu wa Ramadhan, wanakula daku vizuri mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sio wanafunga alafu hawajui anaftari nini. Kama muogo mwezi mzima hauna hata vumba, lakini wewe samaki wanaoza ndani ya friji, wakati kuna ndugu zako wanakula muogo hauna hata dagaa, hata duvi hamna. Dagaa na muogo hata duvi hamna, na uji hauna hata sukari. Wewe huku unamwaga vyakula, vinapikwa vingi alafu vinamwagwa, haviliwi. La, hapa itakuwa saumu haina faida na wewe. Wayar'a ikhwanahu wayakhazun lisanahu, lakini vile vile anauwekea kinga, anaulinda, anauwekea ngome ulimi wake. Mtu ambaye atashikamana na mambo haya, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mtu huyu hatojua mtu malipo yake isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malipo ya somu yako ambayo imeshikamana na mambo haya, fadhila zake na thawabu zake, hamna atakayezijua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo sita haya muhimu ametakiwa tuyashike katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema kwamba njaa ile na kiu itukumbushe kiu ya siku ya Kiyama na njaa ya siku ya Kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.